Tesia, unadiriki kunipiga mimi? Yaani unadiriki kumpiga Kanoni Ngosha? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi vipi? Ushamaliza kazi yangu? Kazi? Kwanza nimefikaje hapa? Unaniuliza mimi tena? Nakuulizaje? Kindege amekufa? Kuhusu kazi nilikuwa nishaanza kuifanya, lakini cha ajabu nimejikuta hapa na sielewi ni kitu gani kimetokea. Kwani ulinirudisha wewe? Leo umefikaje hapa? Hivi una akili kweli wewe? Sofia! Huyu yuko hapa? Ndio maana kazi haijaisha. Nilijua tu. Yaani kufika bila mfumo hapa nilijua tu lazima kiwe imetokea kitu kama hiki. Wewe, unaweza ukaniambia ni kwa nini uko hapa? Au umepigwa tena? Si ndio? Sofia, mimi nishakujibu. Sielewi kitu gani ambacho kimenikuta mpaka nikafikia hatua nikawa hapa. Ni hivyo tu yani. Naomba usikize vizuri Seba. Kindege anatakiwa kufa na usiku wa leo hatakiwi kuuona. Sasa nisikilize vizuri. Hakikisha unakwenda nyumbani kwako kujichaji. Mimi na Jeni baadaye tutakupitia nyumbani kwako na twende tukamalizana na kazi ya Kindege. Kindege hatakiwi kuliona giza la leo. Umenielewa? Basi sawa. Jeni, nini kimeendelea kule nilikokutuma? Sofia, mimi nilifanya kazi yako yote kama ulivyoniagiza. Nilihakikisha nimempa kwanza dawa Kindege na akasinzia, halafu nikaondoka. Nikamwachia kazi Seba. Lakini nashangaa nilivyorudi tu nikakuta Kindege anakohoa na hakuzulika kwa chochote. Sasa ni kitu gani kimesababisha mpaka imetokea hali kama hii? Hata mimi sielewi. Nilichanganyikiwa sana, ndio maana nimekuja hapa ili tujadili cha kufanya. Sawa Jeni. Tuhakikishe tunajiandaa na kazi ya Kindege. Kindege hatakiwi kumaliza usiku wa leo. Basi sawa, nimekuelewa. Yaani Chinjre, mimi hata sijapenda dada yako kuondoka hapa. Yaani amekaa hapa hata wiki moja hajamaliza, kweli nyie mmemhamisha. Katoka hospitalini huko hata kukaa tu mtoto watu apumzike, hapana. Mmeamua kumhamisha haraka haraka. Kwa nini sasa? Mimi hata sijapenda. Yaani nyie mnamuondoa dada yenu kweli haraka haraka hivi, sijapenda. Farida. Haina haja kulalamika wani. Unajua hiyo ilikuwa ni mipango ya muda mrefu sana. Yaani ingebidi tena sister kipindi ametoka tu hospitali apande gari moja kwa moja aende kwa baba mkubwa Tabora. Ila tu ndio hivyo, mimi nilifanya kama vile kuforce kwa sababu sio tulikuwa tumemiss. Unajua da sister amekaa muda mrefu sana huko hospital. Yaani amekaa kipindi kirefu sana. Na kipindi chote hicho kipindi yupo huko, baba yetu mkubwa ndio alikuwa anastendia kuhusu chakula, kuhusu malazi, malezi na kila kitu. Kwa hiyo alisema kabisa kwamba dada endapo atakuwa sawa, inabidi basi aende akamuone kwa sababu amemiss sana. Na social amestendia vitu vingi mpaka amefikia stage baba mkubwa uchumi wake uliyumba kabisa. Yaani uliyumba, ikabidi sasa sisi ndio tuanze sasa kuhangaika. Na ndio kipindi hicho ikabidi mimi nianze sasa kuforce. Na Farida, mimi sidhani kama kuna haja ya kulalamika. Yeye anaenda huko anakaa tu nadhani si mwezi mmoja, si miezi miwili. Baada hapo atarudi. Kwa hiyo baba mkubwa amemwomba aende kule kwa ajili ya uangalizi. Kwa sababu dada unajua atangia ameenda huko hospitali mpaka kwa sasa hivi amepoteza vitu vingi sana, amepoteza afya, rutuba na kila kitu. Kwa hiyo akienda huko atapata treatment nzuri, angawa afya yake itarudi kama hapo awali. Ndio maana baba mkubwa ameshawishi sana juu chini aende huko kwa sababu Avens unajua tunaishi umendagu tu. Kwa akienda huko mambo yatakuwa biebie. Mimi sijapenda wala nini. Na wewe baba mkubwa wenu usingemwacha tu akakaa hata kidogo jamani. Mtu kafika juzi tu leo amemuondoa hapa nyumbani. Mimi sijapenda kwa kweli. Sema kwa vile amesema atawahi kurudi, sawa? Namwambia tu Mungu awahi kurudi. Habari yako kaka? Salama, karibu. Asante. Farida, naomba kuongea na wewe pembeni. Kuongea na mimi pembeni? Dada Leticia, mimi nadhani ungeongea tu hapa hapa kwa sababu nadhani hicho kitu ambacho nataka kukiongea kinatuhusu wote. Yaani ni kama vile cheni ambayo inatuunganisha. Kwa hiyo wewe ongea tu hapa hapa wote tusikie. Sawa kama nataka tuongee hapa. Kakaangu, kwanza samahani sana. Najua mimi na wewe hatujawahi kuzoeana kivyo vyote vile.
wala hatuna ukaribu wowote. Lakini kilichonileta hapa nyumbani kwenu, nimekuja tu ili kusudi tujadili ni jinsi gani tunaweza tukafanya kulipa deni la watu. Deni? Ndio deni. Mimi nadhani unajua ambacho nakizungumzia hapa. Nadhani unajua kuwa Farida alienda nyumbani kwake akachukua vitu vya mume wake na akaviuza. Kwa hiyo vile vitu vinaleta shida na mpaka sasa hivi mume wake anafanya fujo nyingi sana. Kwa hiyo mwanzoni nilikuwa nimesema nimtelekezee mdogo wangu Farida atamaliza kila kitu. Lakini mimi kama dada yake nimekaa chini nimefikiria, nimeona hii haiko sawa kwa sababu mdogo wangu hana kazi wala hana sehemu yoyote ambayo anaweza kupata pesa kwa ajili ya kumlipa mume wake. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nimekaa chini nikakiwaza, ni mimi na nyinyi tukae chini tufikirie ni jinsi gani tunaweza tukapata pesa kwa ajili ya kumlipa Kanoni, na akatulia akaacha kufanya fujo hizi ambazo anazifanya kwa sababu kila siku anapiga simu ananisumbua, sina amani. Okay. Anyway, nadhani kwa sasa unaweza kuwa una majibu sahihi ya kunipatia, lakini nikikupa muda wa kufikiria nadhani utapata kitu ambacho nakizungumzia hapa. Farida, naomba unifuate twende tukazungumze sasa hivi. Sasa hivi? Ndio sasa hivi, nifuate. Haya kaka, kwa heri. Sawa, karibu tena. Sawa. Wewe umefuata nini nyumbani kwangu? Na nani amekuelekeza hapa? Nisikilize vizuri nyie watu. Ninajua kuwa nyinyi ni wachawi wakubwa katika mji huu. Na kwa sasa hivi sina muda wa kupoteza na wachawi wakubwa kama nyinyi. Najua kuwa mnamwinda Kindege. Na nimejaribu kumlinda kwa wakati mrefu, lakini naona nyinyi mkati tamaa. Sasa nimekuja kuwatahadharisha. Achaneni na maisha ya Kindege. Na endapo mtaendelea kudili na Kindege, nitawamaliza. Unasema nini wewe Kenge? Hivi unajikuta nani? Kumbe ukicheka na mbwa utaendelea msikitini. Sasa sikiliza kitu kimoja. Tunakuua na tunakula nyama. Kimya kimya na hakuna atakayejua. Sasa ngoja nikuonyeshe. Wewe, ngoja nikuonyeshe. Naomba mnisikilize vizuri nyinyi. Sijaja hapa kwa ajili ya utani. Nataka muache hiyo issue yenu ya kumuua Kindege. Na kama mkiendelea nayo, ama zenu ama zangu, sitoacha salama. Na hili lilotokea hapa hatakiwi kulisikia mtu yeyote. Na atakayesema kama nimekuja hapa tajuta kunifahamu. Anyway, naitwa Baby Supu, aka fimbo ya Mjerumani. Na fimbo hiyo haijawahi kumchekea mtu yeyote mwenye dhambi. Niwatakia jioni njema. Baby Supu, Baby Supu, Baby Supu, Baby Supu, Baby Supu, Baby Supu. Sofia! Unaona? Huyu mtoto ni mchawi na nilikuwa nakwambia kila siku. Huyu mtoto ni wa ajabu na ana maajabu sana. Ni mchawi na nilikuwa nakwambia lakini ulikuwa hutaki kuamini. Sasa ona, umejionea mwenyewe? Ndio Jeni. Huyu mtoto ana nguvu za ajabu. Sijawahi kupigwa kama hivi. Yaani leo nimedhalilishwa na mtoto mdogo. Lakini sikiliza vizuri Jeni. Kazi yetu ni lazima tumalizane nayo. Hii haiishi mpaka iishi. Sasa yeye sikaja akaamua kuingilia mpambano. Sisi tunawaua kimya kimya. Sasa hivi tukajiandae kwa ajili ya kwenda kwa Kindege. Sofia, lakini unaona? Katuonya kabisa katuambia tusifanye hivyo. Wewe huogopi? Jeni, hatuna cha kupoteza. Kwani tumeoa watu wangapi? Sembuse hiki kitoto. Lazima tukamalizane na Kindege usiku wa leo. Hem, kajiandae tuondoke bana. Lakini sawa, ila sasa hivi mimi siwezi kwenda kwangu. Naogopa kabisa asije akajitokeza huyo mtoto njiani akaniona peke yangu. Naomba tu nijiandae papa kwako, tujiandae wote ili baadaye tuende kwa huyo Kindege. Basi sawa, tuondoke. Twende ndani.
Farida mdogo wangu, nadhani wewe kwa sasa ni mtu mzima. Una haki ya kufanya kitu chochote ambacho unakiona kwako kipo sawa. Una maamuzi ya kufanya kitu chochote na hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa kukupangia au kukupinga kwenye maamuzi yako ambayo unaweza kuyafanya. Kwa sababu unajua kitu gani kizuri, kitu gani ambacho sio sahihi kwenye maisha yako. Na mimi nimeamua kwa sasa nisikuingilie kwa chochote. Utafanya kitu ambacho unakiona kipo sawa. Na kitu kingine nadhani unajua kwa wewe ni mdogo wangu. Yaani mimi na wewe tuko wawili tu. Kwa hiyo inabidi tushikamane, tuishi kwa upendo kama tulivyokuwa tunaishi hapo mwanzo. Nadhani unajua kuwa mimi na wewe tumefanya vitu vingi. Tumetoka mbali, umenisupport kwenye ujinga, kwenye vitu vizuri umekuwa na mimi. Kwa hata mimi pia nimewaza hili swala la kanoni, nilikuwa nataka nikuachie mwenyewe. Lakini nimekaa chini nimefikiria kwa sababu umenisupport kwenye vitu vingi. Nimeona siwezi kukuachia hili jambo peke yako. Nimeona ni bora tukae chini tuangalie jinsi gani tutalisolve. Kwa sababu pia ukiangalia mama ni mgonjwa. Kwa hiyo tukisema tu tulegee tukampoteza mama. Ndio maana nimekutoa pale ili kusudi tujadili ni jinsi gani tukamlipa Kanoni vitu vyake. Kumlipa? Ndio. Farida, unajua kwa sasa hivi Kanoni amekuwa mkorofi sana. Na lengo lake kubwa anataka aje aongee na mama. Kwa hiyo hicho sio kitu kizuri. Mimi kitu ambacho nilikuwa nakiona hapa, inabidi tu tukae chini tuwaze. Ni jinsi gani tukafanya tukamlipa vitu vyake basi. Leticia, mimi sioni hapo kama kuna haja yoyote ya kumlipa Kanoni. Kwa sababu vile vitu ni vya kwangu. Nilipewa mimi kama mimi na wewe mwenyewe ulikuwepo kabisa, ni shahidi. Siku ambayo napewa hivyo vitu. Na ndio maana nilikuwa na nguvu zote kabisa na haki zote za kwenda kuchukua vile vitu na kwenda kuviuza. Na unavyosema kwamba eti tumlipe, ni sawa, sio wazo baya, ni wazo zuri, lakini dada, vile vitu ni vya kwangu. Na nilivyoenda kuchukua vile vitu, tayari mimi nimeshauza. Kwa sina pesa yoyote hapa unaponiona eti ya kwenda kumlipa Kanoni. Sina. Na hata hiyo haja si ya kusema kwamba eti nikatafute pesa nianze kumlipa. Sioni kama kuna haja yoyote ya kumlipa kwa sababu vitu ni vya kwangu, nimechukua vya kwangu kabisa. Yaani nilikuwa na haki zote za kwenda kuchukua vile vitu. Farida, ni sawa ambavyo unazungumza vitu vyote ni vya kwako. Hata mimi najua kama ulipewa wewe. Lakini kumbuka Kanoni ni mume wako. Siku ambao unapewa vile vitu yeye pia alikuwepo. Na kwa bahati mbaya sasa umeviuza wakati ambao sio sahihi kabisa. Kwa sababu wewe na Kanoni kwa sasa mnakaribia miezi 3 mna ugomvi. Kwa hiyo hamna maelewano. Kwa hiyo kitu sio kitu kizuri kwa upande wake. Nadhani anakuchukulia kama mtu mbaya au mtu ambaye ulikuwepo tu kimaslahi. Kwa hiyo ndio maana mimi natamani tuangalie jinsi gani tukafanya tukamlipa ili kusudi tu tuachane na haya mambo. Lakini dada sasa kuna Nawaona mnakula tu ubuyu. Kwa hiyo ndugu wawili mmekaa barabarani mnaniteta, mmekaa hapo upenuni, mnajaribu kuongea kunizungumzia. Kwa hiyo Leticia, unaweza kuniambia kwa nini unaendelea kuniteta? Unatumia fursa hii kuendelea kupanga mipango ambayo itaenda kuteketeza mali zangu. Yaani umekaa na ndugu yako, mnajaribu kuzungumza namna gani unaweza mkaje tena kuniibia. Muibe mali za Kanoni. Hiyo inanichekesha sana. Kwa siku zote tukikaga tukizungumza mimi na wewe, huwa yanaingilia huku, yanatokea huku. Unaning'onga. Unamng'onga Kanoni, si ndio? Nakwambia shida zote za mdogo wako, changamoto zake zote, ukitoka huko unakuja unakaa naye tena unampanga, mnaongea, anakupa mipango gani ya kuendelea kunidhulumu mali zangu. Unakuja tena unaanza kunidanganya mimi. Leo nimekukamata. Na Mungu, unajua Mungu bwana ananipenda sana mimi Kanoni. Kama kunipitisha hii njia ili niweze kuwaona wabaya wangu jinsi ambavyo mnafanya magendo yenu. Farida, ni vizuri nimekutana na wewe hapo ukiwa na ndugu yako, mpo mnaendelea kupanga mipango ya kuniibia. Lakini nikwambie kwamba hapo mmenoa. Nimekukuta hapa barabarani kwa uzuri kabisa. Naomba unipe vitu vyangu vyote ambavyo umeondoka navyo. Unataka vitu vyako? Vitu gani sasa? Mimi sijachukua vitu vyako. Unaulizia vitu? Hujui ni vitu gani? Naongelea mali zangu zote ambazo nilizawadiwa siku ya harusi yetu. Zawadi ambazo walitoa ndugu zangu mimi kunizawadia kwenye harusi. Tena walitoa kwa bashasha, ndelemo, vifijo, wakisema kwamba familia ya Kanoni imetoa mali za kutosha kwa ajili ya mwanetu. Mimi mtoto wao. Ngosha. Unajua, huenda ukawa hujui vizuri kuhusu taarifa zangu. Mimi wasichezewi kwenye mali. Yaani ukoo mzima unanijua. Mimi huwa sichezewi kwenye swala la pesa na mali zangu.
Faida, naomba mali zangu zote ulizochukua. Kabla sija kuvuruga vuruga uso, nikakuharibu sura, nikapata kesi. Na leo niko kivovote vile. Nataka unipe mali zangu zote. Kwa sababu nakumbuka kabisa ulivyokuja nyumbani, umekuja umekaa siku zako 2-3, mjomba alivyokuambia waite ndugu zako tuje tuongelee swala la talaka au tuongelee suluhu kuhusu ndoa yetu. Kumbe wewe ulikuwa na mipango ya kuniibia. Umeamua kuchukua vitu vyangu, umechiropoka shwa. Umeondoka na vitu vyangu. Sasa wewe nataka urudishe kila kitu ulichochukua. La sivyo ninyi nyote mtaniona mimi mbaya, kwa sababu sipendi kuchezewa kabisa. Kanoni, mimi sijachukua vitu vyako. Mamsikia mdogo wako? Mamsikia anavyozungumza? Faida, nitakuumiza bwana. Nimesema sijachukua vitu vyako. Leticia, unadiliki kunipiga mimi? Yaani unadiliki kumpiga Kanoni ngosha. Kanoni V8. Hajawahi kunipiga mwanamke wa aina yoyote ile. Tena mwanamke ngalangala kama wewe. Anayefanania kama wewe. Hajawahi. Umediliki kunipiga leo wewe. Wewe, mimi nitakupiga, nitakuumiza, unajua? Usiniteza lau Leticia. Kanoni, naomba unisikilize vizuri. Usije ukarudia tena kumpiga mdogo wangu mbele yangu. Naomba unisikilize. Nadhani kila siku ulikuwa unamwambia Farida achukue talaka na muachane. Na tangia umeanza kumfukuza Farida nyumbani kwako, nadhani kwa sasa ni miezi 3. Na kisheria Farida kwa sasa sio mke wako. Yaani sio mke wako. Na kama sio mke wako sasa, hauna haki yoyote ya kumpiga. Hayo mamlaka hauna. Halafu kama unataka vitu vyako au unadai vitu vyako, umeshindwa nini kwenda polisi kushtaki au kwenda kwenye chombo chochote cha sheria ukatoa kwamba mimi mke wangu kaniibia au sio kuna mtu amekuja ameniibia nyumbani kwangu, kuliko unakutana naye barabarani unampiga? Hiyo haki unaitoa wapi? Hauna hiyo haki. Kwa hiyo usije ukarudia siku nyingine kumpiga mdogo wangu. Leticia, hatuwezi kuelewana mimi na wewe kwenye hili swala. Yaani uongelee mambo ya sheria kwenye ndoa yangu. Sasa sheria na ndoa yangu vinaingilianaje? Yaani vinachezaje pamoja hivyo vitu? Haviwezi kuingiana siku hii hata siku moja. Mchongo ulioko hapa katikati sio sheria, sio sijui mambo gani. Ninachotaka mimi ni mali zangu ambazo tulizawadiwa kwenye harusi, kwenye tafrija. Watu wakapiga ndelemo na vifijo, vigelegele vingi kwenye harusi yangu, wakisema mtoto wetu tunampenda sana, tunampa zawadi hizi, michango yetu hii hapa. Vitu ambavyo walijichanga wakaamua kuniletea mimi ili niweze kufurahi mtoto wao. Alafu mpuzi mmoja amekuja kuvichukua. Nitamuumiza mdogo wako. Faida, naomba urudishe vitu vyangu. Nataka vitu vyangu vyote ulivyoondoka navyo. Ukitaka tuende kwa Wema, tutaenda kwa Wema. Ukitaka tuende kwa Sheli, nitakuumiza. Na mimi nimesema hivi, sina vitu vyako. Sijachukua kitu chochote. Faida, unajua nitakuumiza. Faida, nitakupiga unajua. Katika siku nimekuja kivyovyote ni siku ya leo, kwa sababu sitaki kabisa mchezo na vitu vyangu. Yaani na vizuri nimekutana na wewe hapa barabarani leo. Leo nitakuumiza nakwambia. Sasa wewe naona unataka kunichanganyia habari wewe. Ngoja nikuonyeshe ukenge kwamba mimi sipendi kuchanganywa habari hata siku moja. Ngoja kimbia. Sasa niache. Kimbia nyumbani. Kimbia basi. Wewe Faida. Kimbia. Bafu. Nisa kukamata bisa. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa unaungwa. Ila Chris Bando ana namba 4 na sisi tutakutajia namba 2 na zingine 2 tutakuandikia hapo chini, ambazo ni 06 15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando
Bei Kitonga. Wewe vipi mzee? Mbona kama hivyo? Shida nini? Wewe nani mwanangu mwenye mamlaka kukimbiza mtu kutoka huko kwenye pande zako mpaka katika ngome yangu? Yaani ngome ya mbubu, mfupa, mguu, nondo, mguu chuma, stili waya, unamkimbiza mtu. Yaani katika ngome ya White House mwanangu, United States. Wewe nani mwenye mamlaka kutia ndala hapa? Nisikilize Tolu. Hapa sijakufuata wewe, ila nimemfuata huyu kahaba, huyu jambazi wa kike ambaye kaamua kuchukua vitu vyangu, vitu vya Ngosha. Ngosha ni mmoja tu, Kanoni V8. Kuniibia mimi ni sawa na kuibia ulimwengu. Ametangaza vita na mimi. Faida, ukitaka nisikung'oe meno leo, ingia ndani, toka vitu vyangu. Yaani choma ndani, njoo na vitu vyangu sasa hivi hapa, nitoke niondoke zangu hapa. Mimi sina vitu vyako, nimeshakwambia. Sina kitu chako chochote huko. Unasemaje? Nimesema sina kitu chako chochote, mimi sina vitu vyako. Faida, nimeshazungumza sana, nimeimba sana. Kwembela ngoda kumala mimbo. Siwezi kukaa na mwimbia kiziwi kila muda nikiwa najua kasa kwamba naimba na maliza nyimbo zangu na hawezi kusikia. Nimesema naomba vitu vyangu bwana. Nitaumiza mmoja. Ingia ndani, chukua mali zangu zote ambazo ulichoka nazo nyumbani kwangu kama kuzificha. Kama ulipanga njama na Utoro au ulipanga njama na mtu yoyote, naomba ingia ndani, toa vitu vyangu, nitaumiza mmoja bwana. Nisikilize vizuri Ngosha. Katika siku kinengeneka na kumwaga ubongo ni leo. Yaani nakuelekeza kabisa reality kabisa, nina kumwaga ubongo ni leo mwanangu. Yaani leo ukisubutu tu hata kujamba mwanangu, mimi nitanusa afu nitakupasua, nitakuumiza Ngosha. Na katika sehemu ambazo upaswi kukoroma ni katika ngome yangu mzee. Yaani huko kukoroma inabidi ukorome huko maskani yako mwanangu, katika harakati zako huko. Lakini maskani yangu mtaani kwangu mwanangu, habari za kukoroma mzee hauna huo usubutu. Na ukijaribu mwanangu, basi nitabidi mwanangu nikukatekate hizo nyama zako, afu mwanangu niziunge, afu nizile, afu safi na salamu. Kwa sababu hapa ni kama vile mbugani, afu katika ngome ya Skyface. Oya, na sifa moja hapo ya Skyface mwanangu, huwa asubutu kabisa swala yote kupita katika harakati zake. Kwa hiyo mwanangu, kama wewe unasubutu kupita katika ngome ya Skyface, basi hacha mwanangu nikukwaruze, nikutafune, nikatekate miguu, nikatekate hizo kende mwanangu, afu nitupe pale, afu fisi zije zitafune mzee. Hivi unajua nacheka kwa nini? Nacheka kwa sababu hakuna kijana yoyote, mtu yoyote amewahi kunikolomea mimi akapandisha kibesi nikiwa na hasira ya mbogo, hasira ya chui. Leo sichekeshi mzee. Nimekuja hapa, nimekuja kufuata vitu vyangu. Simogopi mtu yoyote ananitishia, na wewe huwezi kunitisha mimi. Ninamogopa ni Mungu peke yake. Kwa nasemaje? Usitake kufanya mimi nikajibosti kichwa changu, nikaibosti mizimu ya nyumbani kwetu, nikaiamsha mizimu ya Kanoni. Sitaki kabisa nifanye hivyo. Farida, ingia ndani. Farida, choma ndani, chukua vitu vyangu, niletea hapa nje niondoke zangu bwana. Nimeshakwambia mimi sina vitu vyako, wewe ondoka tu. Sina chochote cha kwako. Farida, unataka kunichanganya? Unataka kunivuruga kichwa, si ndio? Unataka kuivuruga mizimu ya nyumbani kwetu, mizimu ya Kanoni? I say, kwanza naanza kuhisi kabisa mizimu inataka damu. Mizimu umeshaivuruga sasa hivi. Nitakuja kuchinja mmoja. Nitamwaga damu ya mtu mmoja hapa. Haki ya Mungu nasema nitaumiza mmoja. Kaka, ni kuna darasa gani inayoendelea kati ya wewe na huyu jamaa? Sebiga. Siri shangingi la Kisukuma mwanangu linakatakata viuno hapa mwanangu, linataka mimi kunipanisha mizuka. Nusu mwanangu nilichepechepe hapa na wale ndo lele na jamba. Ujue kaka, tukimchekea huyu jamaa atatupanda kichwani. Wahenga wanasema samaki mkunje angali mbichi. Huyu jamaa tukimchekea sana, ipo siku atakuja kutushika. Haya. Kwa hiyo huyu jamaa tuenee makini. Kwa hiyo ndugu wawili mmeamua kunichangia leo. Yaani mnamchangia Kanoni V8. Niko tayari kumwaga damu, kuchinja kila mtu hapa kama utaingia hii kesi. Hii kesi niacheni mimi na mwanamke huyu jambazi mmoja. Faida, kabla sijawavuruga ndugu zako hawa nikawaumiza, ingia ndani, leta vitu vyangu bwana. Unajua kaka, huyu jamaa anadharau sana. Yaani uko nyumbani kwetu afu anemba ngonjera kama hizi. Sasa wewe ngoja nikukokotee jiwe nikufurumue.
Mbona umekimbia? Ashura wewe, mchumba ya Halima wewe. Ungebaki uone nikupasue mjinga wewe. Fatuma mzuri wewe. Umeona sasa Farida? Umeona pigo zako? Na ndio maana mimi huwa sipendagi wewe unatoka hapa maskani peke yako mzee. Sasa si umeona umetoka peke yako hapa umeenda somo kukutana na Ngosha sui wapi anakuja na kukimbiza. Anakuja na kudimwadimua. Au unaweza kuniambia uko unaongea nini na dadako? Unaenda kuzungumza naye wapi? Kichinjili, hata tukufika mbali. Tulikuwa tu pale chini. Alafu dadangu mimi hata hakuwa anania mbaya. Alikuwa tu anaongea vitu vizuri vya kunishauri. Kama nimekosea samahani. Ya kukosea umekosea. Zingatia sana ingo zako, kama mlaba 70 basi iwe 70 sio 180 mzee. Asa angekuumiza Ngosha. Na ushukuru Mungu tu ndio hivyo, ni leo umemzidi mbio mwanangu. Yaani umekimbia kama vile swala. Kwa sababu usingemzidi mbio basi wewe hata angekuumiza, mtu mwenyewe na hasira kali. Umejamba mwanetu. Bosi, karibu sana nyumbani. Asante sana Janeti. Nimeshakaribia. Kiukweli kwa umbali ambao tumetembea ni umbali mrefu sana, na imani kabisa utakuwa unahitaji juisi ya baridi sana kabla ya mazungumzo yoyote yale. Janeti, unajua kiukweli nina furaha kubwa sana, na pia furaha yangu hii yote imetengenezwa na wewe. Unajua kwa muda mfupi uliojiunga katika ofisi yangu najivunia sana kuwa na wewe. Kwa kuna muda nahitaji tu hata nikurinde. Kwa hiyo kilichonileta hapa mimi sio juisi yako, ila tu nimetamani nikusindikize mpaka ufike nyumbani. Lengo langu ni hakikisha umefika salama. Na kiukweli lengo langu la dhati ni kuhakikisha umefika salama na tayari umefika salama. Kwa hiyo kuhusu juisi nadhani itakuwa siku nyingine. Mimi nashukuru sana. Mr. Benny, kwa nataka kusema kwamba hutaki juisi yangu? Tafadhali bwana, mimi naomba uingie ndani zeni nikutengenezee juisi kwa dakika 2 tu. Nadhani nitakuwa nimeshakamilisha kila kitu na nitakupatia, utakunywa then utaondoka. Janeti, najua una hamu kubwa sana ya kunipatia juisi. Lakini sikuwa nimeandaa siku hii kwa ajili ya kunywa juisi. Na pia nimeandaa siku hii kwa ajili ya kukusindikiza na si kingine. Kwa hiyo mimi sikatai juisi yako. Kwa nini nikatai juisi yako? Lakini tu nahisi ni kitu ambacho sija arrange. Na kama sija arrange nikikifanya nitakuwa na vuruga ratiba zangu. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ofa yako ya juisi, lakini furaha yangu nimeweza kukufikisha nyumbani kwako salama mfanyakazi wangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba uniruhusu tu niondoke. Na ndani kwako nitaingia siku nyingine. Ni kweli unachokisema, lakini kwa kumbukumbu zangu hii ni siku ya 2 sasa. Hujawahi hata kuingia ndani kwangu kutia angalau hata baraka. Hata maji hujawahi kunywa. Kwa leo tafadhali bosi wangu utanisamee kwa hili, kwa sababu leo lazima utaingia ndani. Wewe. Samahani bosi, lakini nilikwambia uingie ndani. Janeti, inaonekana wazi umezamiria ninywe juisi yako. Na endapo nitaendelea kukukatalia, nitakuwa na kuangusha. Basi sawa. Nimekubali kunywa juisi yako kutoka ndani ya ufungu wa moyo wangu. Twende ndani kwako, tukanywe juisi. Kweli bosi? Yeah. Wow. Asante sana bosi wangu. Basi wacha nifungue mlango. Sawa. Mume wangu, shida nini? Mbona unagalagala tu? Yaani nashindwa hata kukuelewa. Hebu sema. Mke wangu,
Hivi mimi ni wakupigwa? Yaani leo mimi Kanoni V8 ni wakupigwa kibao na Leticia yule ngalangala? Siwezi kukubali. Yaani katika kitu siwezi kukubali ni kupigwa na mwanamke, tena ngalangala kama yule. Siwezi. Mume wangu, hivi unajua mimi nashindwa kukuelewa, unaongea mara 3 mara 2. Hebu ongea nikuelewe. Hebu niambie kilichokukuta huko ni nini? Sema. Yaani mimi ni wakupigwa nauliza? Nawezaje kupigwa yani? Hivi unajua mke wangu leo nimekutana na Farida? Yaani nimekutana na Farida wakiwa barabarani wako na dada yake. Huyo Leticia. Nikajaribu kumng'ang'aniza Farida anipe vitu vyangu. Akagoma kunipa vitu vyangu. Alivyogoma nikaendelea kumng'ang'aniza. Wakati namforce kunipa vitu vyangu, nikabidi nimpige kibao ili kumboost kidogo. So unajua lazima umpe booster mtu, ukimpa booster ili akili kae sawa. Ilivyomboosty, Leticia naye akaniboost mimi. Mimi na kuboostiwa. Sijapenda. Na wala siwezi kukubali. Kwenye hili haliwezi kuisha. Na hii kwenye hili haliwezi kuisha. Lazima niende kwa kina Leticia. Nikafanye vurugu pale kama mbwai na iwe mbwai, nakwambia mke wangu. Siwezi kukubali. Mume wangu, usiniambie unataka tena ukaanzishe vurugu kule. Hivi unajua kwamba ukienda kuanzisha vurugu kule utachukuliwa hatua? Watakapokupeleka kwenye vyombo vya sheria unadhani itakuwaje? Nisikilize mume wangu, acha kutumia hasira. Siku zote wanakuambia hasira ni hasara. Vitu vingine unatakiwa utumie akili. Acha kukurupuka mume wangu. Acha kukurupuka kabisa. Sasa mke wangu, mimi najaribu kutumia busara sana, lakini wao hawanilipi kwa wema. Ni bora yanitokee puani, lolote linikute, vyombo vya sheria vinifanye chochote, lakini kwenye haki yangu, mali zangu zenye thamani, siwezi kukubali kwa kweli. Yaani siwezi kukubali dharau ambazo wanataka kunifanyia hawa wapuuzi wawili. Yaani wale washenzi wanafikia hata kunipiga mimi, yaani kuniletea dharau. Nataka vitu vyangu kwa namna yoyote ile, aidha kwa kufanya vurugu, kwa amani, kwa chochote. Kwa sababu kama ni amani nimejaribu sana. Nimejaribu kutumia busara, lakini busara yangu haionekani. Wanachonilipa mimi ni maumivu. Mimi naumia mke wangu. Yaani mimi nawafanyia wema, wao wanaamua kunifanyia ubaya. Tutafika kweli? Hatuwezi kufika mke wangu. Kilichopo hapa mke wangu, mimi naenda huko kwao, nikafanya vurugu, nipate vitu vyangu. Basi. Mume wangu unafeli. Acha kutumia hizo hasira. Nimekwambia hivi, vitu vingine hutakiwi kutumia hasira, unatakiwa utumie akili. Kwa sababu bado unapotumia hasira, unajikuta unafanya vitu ambavyo vinaweza kuja kukuletea matatizo wewe pamoja na mimi. Acha kutumia hasira mume wangu, tumia akili. Na kushauri tumia akili. Nisikilize. Njoo nikwambie. Njoo nikunong'oneze mume wangu. Unong'oneze? Ndio hivyo. Si useme hapa mimi nakusikiliza. Mume wangu, nimekwambia hivi, njoo nikuambie, maana hili jambo ambalo naenda kukuambia wewe ni la siri na sio lazima watu wote wajue. Njoo nikunong'oneze, utajua nataka nikuambie nini. Wewe njoo. Ungeniambia hapa tu mke wangu, kwani una shida gani? Mume wangu, nimekwambia hivi, njoo nikunong'oneze, vitu vingine sio lazima watu wajue. Njoo sasa. Sema mke wangu, una kitu sana. Na kiukweli nashangaa sana kwa nini nilichelewa kukujua. Kwa sababu mke wangu, kiukweli Mungu kanibariki sana kuwa na mwanamke mzuri, mwenye akili. Mke wangu una akili mno. Una akili sana. Lakini nawaza, tunaanzia wapi? Yaani hapa mna kuanzia wapi? Kama nilivyokuambia ndo hivyo inabidi ufanye. Sio swala, tutajua pa kuanzia. Itamilo. Ndo hivyo. Mama Junior. Kindege, wewe una shida gani wewe? Mbona umeniita kutokea huku nyumbani kwangu? Umeniita ili tuweze kuzungumza. Alafu nafika hapa unaanza kupiga ukuta, mara unajifyoza. Shida nini wewe? Hebu naomba ongee basi. Jeni, katika siku niko hovyo. Yaani nina hasira, natamani mtoto wa mtu sijui nimfanyeje. Ni leo. Uko hovyo? Sikiliza Kindege. Mimi mwenyewe nina mambo mengi sana kichwani yananivuruga.
Sielewi nifanye nini. Hebu ongea basi. Nisikilize vizuri Jeni. Katika siku sitaji kusikia chochote kuhusu matatizo yako. Ni leo. Maana nimevurugwa hapa niko hovyo. Kwa hiyo matatizo yako yana siku yake nyingine, sio leo. Umevurugwa? Kipi kilichokuvuruga wewe? Niweke wazi basi. Jeni, siwezi amini kama naenda kuikosa ndoa yangu hivi nikiwa naitazama kwa macho yangu. Yaani naenda kumpoteza mume wangu bila kumlinda kwa chochote kile. Unapoteza ndoa yako? Kivipi yani? Si huyu Janeti. Yaani namuona kabisa anaenda kunichukulia mume wangu, naenda kuona nafasi yangu kabisa anavyoenda kuibeba kwa mikono miwili. Huyo binti tena. Hivi Janeti anataka nini hasa kutoka kwako? Anyway, sasa hivi amefanya tukio gani kubwa hasa? Jeni, huwezi amini. Janeti jana kaja nyumbani na mume wangu akiwa na furaha kabisa, akiwa na tabasamu, na huku pongezi zote akipatiwa yeye. Sijui kwenye kampuni kuna mafanikio yametokea, yeye ndo chanzo cha mafanikio hayo. Naona kabisa mume wangu akienda kujiingiza kwenye mahusiano na huyo Janeti kwa ajili ya mafanikio tu ya kampuni. Na hicho kitu ndo kinaniwazisha mpaka muda huu. Yaani sijui nafanyaje, sielewi. Na naona kabisa kwa nguvu za kawaida siwezi, siwezi. Natamani muende kwa mganga Janeti nimuue kabisa, nimmalize. Uende kwa mganga? Hapana, sikiliza Kindege. Mimi sikushauri uende kwa mganga. Alafu unajua waganga siku hizi ni waongo. Wanaweza kukwambia sijui tafuta kuku, mara tafuta ndege mweupe ili tu akutapeli. Waganga sio waaminifu. Sikiliza, unaweza ukafanya mbinu nyingine, sio waganga. Sema tu mara nyingine wewe nikikushauri, unaenda tofauti na ninavyokushauri. Kama kile kipindi nilikwambia tukatafute vijana wampige Janeti. Walimpiga tu kidogo. Ila sasa hivi takutafutia vijana wazuri ambao ni shababi kabisa. Wanafanya kazi yao wakiwa wanaijua. Watampiga mpaka wamwe kama unavyotaka. Kazi itaisha. Unanihakikishia kwamba kuna vijana wanaweza kumuua Janeti kama ninavyohitaji? Kwa 100%. Sasikia. Sikia, kamata. Kuna nini tena huko? Nisikize vizuri Jeni. Kwenye hiyo bahasha kuna pesa. Pia kuna picha za Janeti nilizofanikiwa kumpiga kipindi tunajishughulisha na shughuli zote za jana. Yaani kipindi tunahangaikia sisi tunasherehekea mafanikio ya kampuni, nifanikiwa kumpiga picha. Na nimezisafisha kabisa, zipo humo. Hivyo basi, hiyo kazi naikabidhi mikononi mwako. Na deni lote nitakuwa nakudai wewe. Yaani sitaki usumbufu wowote kwenye hiyo kazi. Kindege, mbali ya kuwa mimi sasa hivi nina matatizo mengi sana na kichwa changu kina vitu vingi, lakini kwa kuwa leo una matatizo, jambo lako ni langu. Nitalishughulikia. Wewe niamini tu. Na kukumbusha tena, hilo deni itakuwa juu yako. Kwa hilo tumemaliza. Kazi imefika kwa mwenye kazi. Okay. Pesa nyingi kiasi hiki? Ina maana Kindege yuko serious namna hii? Na anataka kabisa Janeti auawe. Lakini sio kesi. Hili limeisha. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa, unaungwa. Ila, Chris Bando ana namba 4. Na sisi tutakutajia namba 2. Na zingine 2 tutakuandikia hapo chini. Ambazo ni 06 15 75 43 03. Na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa, kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher
Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando, bei kitonga!